بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 3 mwezi wa Muharram mwaka 1446 katika darsa risala الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tuendelea katika kusoma sehemu ya kwanza ya tafsir, na tulifikia suratul Qari'ah. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة janga na msiba ugongao nyoyo. Malqari'a, msiba ugongao nyoyo ni upi huo? Wama adraka malqari'a, na nini kitakachokujulisha msiba ugongao nyoyo? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث, siku ambayo watu watakuwa kama nondo waliotawanyika, nzige wadogo wanaotawanyika. watakunu aljibalu kal'ihni almanfush, na majabali yatakuwa kama sufi zilizoshambuliwa. فأما من ثقلت موازينه, basi yule ambaye mizani yake ya mema itakuwa nzito, فهو في عيشة راضية, نسأل الله يجعلنا منه. فهو في عيشة راضية, huyo atakuwa katika maisha ya kupendeza sana. وأما من خفت موازينه, na yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu kwa wingi wa maasi na wingi wa maovu aliyofanya, upande wa maovu ukawa mzito zaidi, huyo basi fa ummuhu hawiya, maskani yake itakuwa moto wa hawiya. Wama adraka ma hiya, na nini kitakachokujulisha ni nini hiyo? Narun hamia, ni moto mkali unaochoma. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: القارعة هذا اسم من أسماء يوم القيامة. القارعة بمعنى msiba unaogonga
nyoyo na kutia hofu. Al-Qari'a ni jina katika majina ya siku ya kiyama. وقد تعددت أسماؤها لتعدد صفاتها. na siku ya kiyama ina majina mengi kwa sababu pia sifa zake ni nyingi. fahiya a'lamun wa awsaf. haya majina ya siku ya kiyama ni majina, na ndani ya majina haya ni sifa. kila jina katika majina ya siku ya kiyama ndani yake yamebeba sifa katika sifa za siku ya kiyama. لأنها دالة على أوصاف عظيمة لذلك اليوم. لأنها دالة على أوصاف عظيمة لذلك اليوم. سبب هيا مجينة siku ya kiyama yabeba sifa adhimu za siku hiyo ya kiyama. والقارعة أي التي تقرع القلوب والأسماع من هول شدتها وعظم خطبها. ni kile kinachogonga nyoyo na masikizi ya watu kwa majanga makubwa yatakayokuwa siku hiyo. jambo lake litakuwa zito mno. mal qari'a wama adraka mal qari'a. وهذا استفهام للتهويل. الله kurejelea haya maneno kusema al-qari'a, mal qari'a wama adraka mal qari'a, ili kulikuza hili jambo, kuonyesha kuwa siku ya kiyama ni siku adhimu, ni siku kubwa mno. ndio maana yakarejelewa maswali haya. وهذا استفهام للتهويل وبيان عظم ذلك اليوم وأنه يوم عظيم ويوم شديد. نكو ni siku kubwa adhimu, siku nzito. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا, siku nzito sana. lau kama Muislamu atakuwa aisoma siku ya kiyama na kuwa na yaqini na kuelewa yale yaliyozungumzwa kuhusu siku hiyo, basi wallahi maisha yake yatabadilika, atanyooka kwa uzito wa siku hiyo. na Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza hii siku kwa maneno mengi katika kitabu chake yenye kutishia. ukisoma Allah akizungumza siku ya kiyama azungumza na maneno mazito sana. tizama kwa mfano ufunguzi wa suratul hajj. ya ayuha an-nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. tetemeko la kiyama ni kitu kikubwa sana. aliyeumba hii siku asema maneno haya kwa ni siku kitu kikubwa mno kuliko mnavyofikiria. حديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. معنى الحديث وأن الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة. الله أميوم بملائكة. كنا ملائكة أميوم الله سبحانه وتعالى kazi yake ni kusujudu, na nyote mfahamu kuwa malaika hawachoki. yule malaika atasujudu ila qiyam as-saa, aendelea kusujudu mpaka kiyama kisimama, akinyanyua kichwa chake kwa amri ya Allah. atakapoona yale mambo makubwa siku ya kiyama atasema subhanaka ya rabbi ma abadtuka haqqa ibadatik, sija kuabudu vile unavyostahili kuabudiwa.
na amesujudu kuanzia aumbwe mpaka siku ya kiyama. Yeye amesujudu, hanyanyuki mpaka siku ya kiyama. Na akiona ahwal na haul na mambo majanga mazito siku ya kiyama, atasema ya Rabbi, sija kuabudu unavyostahili kuabudiwa. Kif sisi tutakuwaje sisi katika siku kama ile? Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine akikataza jambo huwakumbusha watu kuikumbuka hii siku. Wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah subhanahu ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Hivi hawa hawana yaqini kuwa watafufuliwa mbele ya Allah liyaumin adhim, katika siku ambayo ni kubwa adhim. Kisha akasema yauma yaqumu an-nasu lirabbil alamin, siku watu watakaposimama kwa ajili ya Mola wao mlezi, Mola wa ulimwengu wote. Na hiki kisimamo mnachokisikia chazungumzwa katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala pia amekieleza urefu wake. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza urefu wa siku ya kiyama, akasema fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Watu watasimama siku ya kiyama kuongojea hisabu yao miaka 50,000. Urefu wa siku hiyo miaka 50,000. Ninasema sijui lau kama mtu atazingatia hii siku basi atanyoka. Miaka 50,000 watu hawajui wanakokwenda, pale wamesimama, hawajahukumiwa wa peponi waende peponi, wa motoni waende motoni. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ni miaka mingi sana, mingi sana. Vipi tughurike na maisha ya dunia ya miaka 60? Miaka 60 70 yafika nini katika, yani waweza kuipa sehemu gani katika siku moja tu ya kiyama? Miaka 60 70 katika miaka 50,000 nini? Miaka 60 50 nyingine 50, mwanzo siku hizi 40 tu wafilia mbali. Shiko sijui madude gani, unkula nini kensa, unkula sijui vituko gani sukari, unkula sijui nini pressure. Mwanzo waambiwa wewe una pressure, wewe una sukari, wewe una kensa. Mwanzo sasa hivi imekuwa kila mtu kama ni uniform, kensa huyo yuafa, kensa huyo yuafa. Watu wenda tu, na wengine hatuzingatii, tuko tu wala tupate mazingatio. Kwa wenzetu tuwazika wakiwa wadogo sana. Kwani katika misikiti yetu kitizama kuna wazee wangapi? Wazee 3 4. Kwa hivyo watu wachache sana wa wazee, wengi waenda wakiwa vijana. Wapewa muda mfupi tu, fanya amali. Ukitengeneza mambo yako yakiwa mazuri, uenda kukaa peponi milele. Na muda huu pia ukiuchezea umri wako, ukafanya upuzi katika umri wako, wal billah, kuna adhabu ya moto wa jahannam. A'udhu billah, lau kama mtu kwa mfano atahukumiwa nusu siku ndani ya moto wa jahannam, wewe utaadhibiwa nusu siku kisha utakutia peponi kwa sababu ya madhambi yako. Mfano wajua ni muda gani? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Siku moja kule ni miaka 1000 yetu. Siku moja kwa Mola wetu ni miaka 1000 kwetu. Kwa ukiambiwa kuwa wewe wafungiwa ndani ya moto wa jahannam nusu siku alafu utaingizwa peponi, maana yake umfungwa miaka mingapi? Karne 5 ndani ya moto wa jahannam. Miaka 500 uko ndani ya moto wa jahannam. Wal billah. Watu wafanye mchezo, watu wafanye mchezo, lakini hiyo siku ni nzito sana, na kila mmoja wetu atakumbana na hiyo siku. Yawma yakunu an-nasu kalfarashi al-mabthuth fi dhalika al-yawm takunu halu an-nas
fi mawajani ba'dihim bi ba'd. Siku hiyo ya kiyama watu watakapotoka makaburini watakuwa wakikanyagana, watu wakimbia wajua na kuelekea, wakanyagana na ni wengi. Hebu wafikiria idadi ya wanadamu walioko leo katika ulimwengu, kisha siku hiyo watafufuliwa kuanzia Adam alayhi salatu wassalam mpaka huyo wa mwisho atakayezaliwa, wote wafufuliwe katika siku moja. Watakuwa wengi kiasi gani watu? Atoka kwenye kaburi mtu akimbia, kuna mwingine yotoka hapo ubavuni mkanyaga, watu wakanyagana wakimbia wengi, kalfarashi almabthuth, kama nondo waliozagaa kila mahali wametawanyika. واختلاط بعضهم ببعض كالفراش عندما ينتشر ويموج بعضه في بعض. kule kuchanganyikana na kukanyagana kama mfano wa nondo wale nzige wadogo wale parare wale wanapotawanyika. Nafikiri hapa kwetu hamjawahi kuona, lakini kama mtu ashaona wale nzige wakivamia mahali na namna wanavyokuwa, waweza kuweka mfano wa kiwingu juu yako wengi, basi huo ni mfano tu namna watakavyokuwa watu kitoka kwenye makaburi yao. وهو نظير قوله تعالى في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. mfano wao ni kama mfano wa nzige waliotapakaa waliozagaa kila mahali. وتكون الجبال أي الصم الصلاب القوية المتماسكة المتينة. na haya majabali mnayoyaona yaliona nguvu, yameshikamana, jiwe gumu kisawasawa, lakini siku hiyo kal'ihni almanfush ay kasufi almanduf. mfano wake siku hiyo majabali yatakuwa kama sufi zilizochambuliwa, zimechambuliwa hivi. قال فأصبح بعد نتفه كوما. mfano wake ni kama sufi zilizochambuliwa, baada ya kuchambuliwa zikawekwa katika mlima hivi, zikawa kama mfano wa mlima umekusanyika mahali pamoja. lakinahu ghairu mutamasikin, lakini ukiziangalia sufi hazikushikana, zimewekwa tu juu. mfano wa majabali siku hiyo itakuwa kama mfano wa sufi, zimeshambuliwa zikawekwa hivi. bihaithu law habba hawaun yasirun talasha, ukipiga upepo tu kidogo hizo zaanguka, kwisha, hakuna kitu, zote zaisha. fatadhhabu an tilka aljibal salabatuha wa quwwatuha, siku hiyo majabali yataondokewa na ule ukakamavu wake na ugumu wake. majabali yatakuwa kama sufi zilizoshambuliwa. ثم بين حال الناس في ذلك اليوم وأنهم على قسمين. kisha Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha hali ya watu siku hiyo, siku ya kiyama, na kuwa watu watakuwa makundi mawili. فأما من ثقلت موازينه, kundi la kwanza hilo, basi yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, أي رجحت بالحسنات والطاعات وأنواع القربات, بمعنى mizani yake ikawa nzito kwa mema na taa aina mbalimbali na ibada mbalimbali alizojikaribisha nazo na Mola wake. فهو في عيشة راضية أي في جنة الخلد, huyu atakuwa katika pepo ambayo watakaa humo milele. في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول أبد الآباد, atakuwa katika starehe na neema ambayo haibadiliki wala haiondoki milele, astarehe tu. qariratun ainuhu
بمنة الله عليه وفضله جل في علاه راضي أنا pumbao la macho kwa neema Allah alizompa na fadhila zake, tena ameridhia, kama macho yake ameridhia kabisa na nafsi yake ameridhia pale alipo. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة، kuja katika hadith sahih, watakapoingia watu wa peponi peponi, يقول الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى atawaambia turiduna shay'an azidukum. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia watu wa peponi, kuna chochote mwakihitajia niwaongezee? Al-Karim subhanahu wa ta'ala. Haya maneno tukuyasikia raha. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia watu wa peponi, kuna chochote mwahitajia niwaongezee huko? Wacha peponi, hapa duniani tuwe chukulia mfano, umealikwa na mtu mkarimu akakuwekea kila aina ya chakula, wala ushaanza kushibashiba pale, aje yule mtu asema bwana kuna chochote kimpungua hapo, basi acheka, hii tosha bwana, mashaallah kila kitu bwana iko. Wako hayawani walbarri walbahr, wote wako hapa, walhawa anaekia kote, kila kitu yualat. Sasa wewe uko duniani, wala vitu ambavyo utavimbiwa ukimaliza pale, ukimaliza tumbo, najuta singekula, najuta nini, hiyo duniani. Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna dhiki hizo, na anayewauliza watu wa peponi mwataka chochote niwazidishie ni Allah jalla fi ula. Turiduna shay'an azidukum, kuna chochote kile mwataka niwaongezee? Fayaqulun, watu wa peponi watamjibu Mola wao kwa kusema, alam tubayyid wujuhana, je hukuzingarisha nyuso zetu wakati wengine zilikuwa na kiza siku ya kiyama? Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, sisi ukazifanya ni zenye kung'aa nyuso zetu nyeupe. Alam tudkhilna aljanna, je hukutuingiza peponi? Watunajjina minan nar, na ukatuokoa kutokamana na moto. Yani ikiwa kuna fadhila, basi kuna fadhila zaidi ya hizi ya Rabbi. Umetupa fadhila zote hizi, bimaana tukushukuru kile ulichotupa, tumetosheka. Qala sallallahu alayhi wasallam, fayakshifu alhijab, Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa pazia iliyoko baina yake na waja wake. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل, hakuna kitu watu wa peponi wamepewa kitakachowafurahisha zaidi nafsi zao kama kumtizama na kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna raha ya watu wa peponi kama kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa duniani kila mmoja wetu huingiwa na furaha anapomuona yule anayempenda, babake, amemwona mamake, amemwona ndugu yake, rafiki yake, pengine muda mrefu hawajaonana. Akimwona ile furaha anayokuwa nayo ndani ya moyo wake, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Afurahi kefu umuone Mola wao hao unaowapenda, aliyewaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa peponi watakuwa na raha sana. Ja'alana Allahu ajma'ina minhum bimannihi wa karamihi, sallallahu ja'alna minhum. Hawatakuwa na furaha watu wa peponi, au hawatakuwa na starehe itakayowafurahisha zaidi kama kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Neema kubwa sana. Wa amma man khaffat mawazinuhu, upande wa pili, na yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu, bisayiati wal maasi wal dhunub, kwa makosa na maasi na madhambi. Ikawa madhambi ni mengi, maovu ni mengi aliyofanya, upande wa uovu ile mizani ikawa na uzito kuliko upande wa mema.
فأمه هاوية أي أن النار هي مأواه وهي مكانه بمعنى موت وجهنم ndio makazi yake ndio sehemu yake watakaposhukia. وقيل أمه أي رأسه أي يهوي على رأسه في النار فأمه هاوية na maana nyingine kuwa ataanguka kwa kichwa chake ndani ya moto wa jahannam, tupo kwa kichwa chake. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام, watashikwa na malaika wa motoni miguu na mabapa yao, hizi nywele za mbele hizi wakunjwa watiwe ndani ya moto wa jahannam kwa kichwa. Aenda kukita ndani ya moto wa jahannam ambao umbali wake hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qa'r jahannam. Na ukitaka kujua ukubwa wa moto wa jahannam ni kuwa watu watakaoingia motoni ni wengi zaidi kuliko watakao kwenda peponi. Lakini Allah asema yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid, wataka kuongezwa, hal min mazid, je kuna ziada, ongeza, lete. So moto wa jahannam ni mkubwa sana. Kisha atumbukizwe kama urefu wa miaka 70, atupo ndani ya moto wa jahannam. Akikita ni baada ya miaka 70. Miaka 70 apiga kelele, hajafika huyo. Watu peponi huko washafika huko, wako wapi? Wastarehe miaka 70, yeye ndio yuwafika kichwa chini, ndio yuanza sasa adhibiwa, wal billah, sallallahu alaihi wasallam. فأمه هاوية وما أدراك ما هي أي هذه الهاوية نكيبي kitakachokujulisha hii hawia, تعظيم لأمرها وبيان لخطورتها. na Allah amerejelea hili suala ili kuadhimisha na kukuza jambo lake moto wa jahannam na kubainisha hatari yake kubwa. narun hamiyah ay narun shadidatun muhriqah, ni moto mkali sana unaochoma. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. huu moto wenu mnaoona hapa duniani ni sehemu moja katika sehemu 70 ya moto wa jahannam. Yani moto wa jahannam mara 70 ya huu moto mnaoona hapa duniani. Ilikuwa yatosheleza huu moto. Huu moto ulioko duniani wenyewe ni adhabu, lakini sasa fikiria uwe mara 70, ni sehemu moja katika sehemu 70 ya moto wa jahannam. Ndio maana anaingizwa ndani ya moto wa jahannam hata akiwa alikuwa na starehe kiasi gani hapa duniani. Pengine alifunguliwa katika dunia akastarehe kila ina starehe, akianza tu kuchomwa na moto wa jahannam yuwasahau kila kitu, yuwasahau kama alikuwa katika starehe hapa duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yu'ta bi an'ami ahli al-ardi min ahli an-nar, ataletwa mtu aliyeneemeka zaidi katika watu wa ardhi katika watu wa motoni. Fayughmasu ghamsatan, kisha atachochwa tu ndani ya moto wa jahannam, kisha atolewe, atachochwa hivi chap, kisha atolewe kama karai la moto vile, atiwe ndani kisha atolewe, kisha aulizwe hal ra'aita na'iman qat, ushawahi kuona starehe maisha yako? Fayaqulu la wallahi ya rab, wallahi sijawahi kuona starehe. Wachochwa tu, wasahau kila kitu. Kama ulikuwa duniani hapa, ulikuwa na pesa, ulikuwa tajiri, wafanye unavyotaka, wafanye kila aina starehe zilizokatazwa wazifanye. Akichochwa tu ndani ya moto wa jahannam yuwasahau yote, yansa kila shay. Wayuta biabasi ahli al-ardh min ahli al-janna, kisha ataletwa mtu aliyeishi na dhiki zaidi katika watu wa peponi. Alikuwa mgonjwa hapa, ana maradhi haya na maradhi yale, ana mitihani, maskini, fakiri, hana hiki, ana dhiki kabisa duniani, lakini alikuwa na subra, alikuwa na imani. Kesho akawa katika watu wa peponi.
fayughmasu ghamsatan fil janna. Sasa huyu atachochwa ndani ya pepo, kisha ulizwe hal ra'aita bu'san qat, ushawahi kuona dhiki wewe katika maisha yako? Sema la wallahi ya Rabb, sijawahi kuona dhiki hata siku moja. Yani kuingia tu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu asahau dhiki zote, kama ambaye hakuwahi kupatwa na dhiki hapa duniani, kama vile yule aliyeneemeka hapa duniani katika watu wa motoni, akiingizwa tu ndani ya moto wa jahannam yuwasahau zile starehe zote alizostarehe huko ulimwenguni. Wama adraka ma hiya narun hamiyah shadidatun muhriqa, moto mkali sana, wachoma sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza huu moto wa jahannam katika sehemu nyingi katika kitabu chake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam khutba nyingi za Ijumaa anazotoa akiwaonya watu kutokana na moto na kuwahimiza kufanya amal kwa sababu ya pepo. Bali ikaja siku akapiga kwa ukelele, andhartukumun nar, mpaka sahaba sema lau kama mtu angelikuwa sokoni angemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akinyanyua sauti yake, andhartukumun nar, na waonya kutokamana na moto. Na wakati mwingine mpaka mimbari ikitetemeka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiutaja moto wa jahannam. Hiyo ndio suratul Qari'ah, ambao leo waweza kumwona mtu yisoma apita akirudi haelewi hata kuzungumza al-Qari'ah ajui nini. Mal Qari'ah yenda sura yanifurahisha mimi, kisikia bwana nasikia sura ya kuogopesha, ya kukhofisha, kutia hofu na kugonga nyoyo. Lau kama watu wangelikuwa waelewa maana yake. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.